Nimesoma kwamba mamilioni ya watu hufanya maazimio ya mwaka mpya wakati mwaka mpya unapoanza. Lakini pia nimesoma kwamba chini ya 20% wanadumisha maazimio hayo kwa muda wowote. Sasa kwa kweli nadhani ni wazo zuri kufanya maazimio. Inanikumbusha Mithali sura ya 4 na mstari wa 26 unaotuambia kuzingatia njia za miguu yetu, yaani fikiria kuhusu tulikotoka, tunakoenda na tunakotaka kuwa. Jonathan Edwards alikuwa kiongozi mkubwa wakati wa kipindi cha uamsho kilichoitwa The Great Awakening katika miaka ya 1700 na alifanya maazimio kuwa sehemu ya maisha yake. Kwa kweli aliandika maazimio 70 kwa jumla. Hapa kuna moja kati ya hayo: kamwe usifanye chochote ambacho ningekuwa na hofu ya kufanya kama ingekuwa saa ya mwisho ya maisha yangu. Unajua, ukisoma wasifu wa Jonathan Edwards kama nilivyofanya, utahamasishwa kufanya maazimio ya kiungu katika kumfuata Bwana. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba sehemu kubwa ya Biblia ni wasifu? Mungu kwa hakika anapenda kutufundisha kanuni za ukweli kupitia kwa watu. Sasa wakati mwingine watu ni mifano mibaya. Wakati mwingine watu ni mifano mizuri. Na tunapofika leo katika safari yetu ya hekima, hapa katika kitabu cha Danieli, ni kweli ni wasifu wa Danieli, na tunapewa moja ya mifano bora kabisa katika maandiko yote. Danieli atajulikana mapema kama kijana aliyefanya maazimio ya kiungu. Sasa yote yanaanza katika majira ya joto ya mwaka 605. Kijana mkuu wa Babeli kwa jina Nebukadneza ameshinda ushindi wa maamuzi dhidi ya Wamisri. Amechukua udhibiti wa nchi ya Yuda. Muda mfupi baadaye, baba yake mfalme wa Babeli anakufa na Nebukadneza anakimbia nyumbani kudai kiti cha enzi. Sasa njiani alibeba baadhi ya vyombo vitakatifu kutoka hekalu la Bwana huko Yerusalemu na anataka kuviweka katika hekalu la Mungu wake mkuu Marduki. Pia anachagua baadhi ya wanaume wa Kiyahudi vijana, anawaleta pamoja naye kurudi Babeli kama ilivyorekodiwa hapa katika kitabu cha Danieli sura ya 1. Sasa hawa vijana walikuwa zaidi ya uwezekano wa kuwa vijana wadogo wakati huo, lakini tayari walikuwa vijana wenye uadilifu. Kwa kweli, orodha ya sifa ambazo zimeandikwa kwa ajili ya kuchaguliwa na Nebukadneza zinatolewa kwetu hapa katika mstari wa 4. Na hii inatuonyesha kuwa ni vijana wa ajabu. Walikuwa vijana wasio na dosari, wenye sura nzuri na wenye ujuzi katika hekima yote, wenye maarifa, uelewa wa kujifunza na wenye uwezo wa kusimama katika jumba la mfalme. Hiyo ni orodha kubwa. Ni njia nyingine ya kusema kwamba hawa vijana ni wahitimu bora wa darasa lao la kuhitimu. Wao ni manahodha wa timu zao za mpira wa miguu za shule ya upili. Sasa tunaambiwa katika orodha hii kwamba pia wana sura nzuri. Kwa maneno mengine, wana sura nzuri. Lakini pia tunasoma hapa kwamba wana maarifa. Nebukadneza hana nia tu na vijana wenye sura nzuri ambao hawawezi hata kuandika majina yao. Aya ya 4 inatuambia kwamba watafundishwa fasihi na lugha ya Wakaldayo, yaani wa Babeli. Kwa hivyo anachagua kutoka Yuda vijana ambao ni bora zaidi, wenye sura nzuri, vijana wenye akili na uwezo mkubwa. Sasa aya ya 5 inatufahamisha kwamba hawa vijana wote waliohamishwa wanaingizwa mara moja katika jamii ya juu. Hapa wanapewa bora zaidi ambalo Babeli inaweza kutoa, ikiwa ni pamoja na elimu ya bure kupitia mfumo wa chuo kikuu. Tunajua kutoka historia kwamba hii ilikuwa ni mpango wa elimu wa miaka 3. Utaandaa wao kuhudumu katika utawala wa mfalme Nebukadneza. Sasa wakati wasifu huu unafunguka, tunatambulishwa kwa vijana 4: Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Lakini sasa katika jaribio la kuwabadilisha kuwa vema vijana wa Kibabeli, mmoja wa maafisa wa mfalme anawapa Danieli na marafiki zake 3 majina mapya kabisa, lakini ni majina yanayotokana na majina ya miungu ya Babeli. Kwa hivyo Danieli, ambalo linamaanisha Mungu ni hakimu wangu, linabadilishwa kuwa Belteshaza, ambalo linamaanisha mkuu wa Bel. Huyu alikuwa mmoja wa miungu wakuu wa Babeli. Hanania
ambalo lilimaanisha Mungu ni mwenye neema litabadilishwa hapa kuwa Shadraka, ambalo linamaanisha amri ya Aku. Huyo ni mungu wa mwezi wa Babeli. Mishaeli, ambalo linamaanisha nani aliye kama Mungu, linabadilishwa kuwa Meshaki, ambalo linajigamba nani aliye kama Aku. Na Azaria, ambalo linamaanisha Bwana ni msaada wangu, linabadilishwa kuwa Abednego, ambalo linamaanisha mtumishi wa Nego au Nebo, na huyo ni mungu wa moto wa Babeli. Kwa hivyo, elewa hili: chakula chao ambacho tunaambiwa ni nyama na divai bora inayofurahiwa na mfalme mwenyewe. Elimu yao ya chuo kikuu, hata majina yao yameundwa kuwafanya vizuri wawe kama Wababeli na kuvunja azimio lao la kumfuata Mungu wa kweli na aliye hai. Nadhani ni jambo la kuvutia hapa kwamba hakuna hata mmoja wao anayepinga kubadilishwa kwa jina lao au kozi zozote za chuo kikuu wanazopaswa kuhudhuria. Badala yake ni chakula kinachowaletea jaribu lao kuu la kwanza. Aya ya 8 inarekodi, Danieli aliamua kwamba hatakubali kujinajisi kwa chakula cha mfalme au kwa divai aliyokunywa. Kwa hiyo alimwomba mkuu wa matowashi amruhusu asijinajisi. Sasa Danieli anazungumza hapa kwa niaba yake na marafiki zake watatu. Kuna kitu kibaya na chakula na divai hii. Sasa hatujaambiwa hapa ni nini hasa, lakini inawezekana chakula kilijumuisha nyama isiyo safi, nyama isiyo ya kosha, ambayo sheria ya Mungu ilikataza kwa watu wa Kiyahudi. Tunajua kwamba basi hamu iliyookwa na asali ingekuwa imezuiliwa, na divai hapa ilikuwa zaidi ya uwezekano ilitolewa kwanza kwa miungu ya uongo kabla ya kuletwa kwenye chakula cha jioni Ufet. Na kwa njia, mstari wa 15 unatueleza kwamba vijana wengine wote wa Kiyahudi waliohamishwa watafurahia haya yote, na hakuna hata mmoja wao atakayelalamika. Lakini hawa vijana wanne wameamua kutokujitia unajisi. Sasa Danieli akatalii tu hapa. Badala yake, kwa busara anatoa mbadala kwa chakula na divai hii. Mstari wa 12 unatueleza, Danieli anasema, jaribuni watumishi wenu kwa siku 10, tupewe mboga za kula na maji ya kunywa. Afisa anakubali jaribio hili, na baada ya siku 10 anaona matokeo ya kushangaza. Mstari wa 15 unatueleza, mwisho wa siku 10 ilionekana kwamba walikuwa na sura nzuri zaidi na wanene zaidi kuliko vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Na naweza kukuambia hii ni ya kimiujiza. Wameongezeka uzito. Nikuambie, ni kila mboga na kunywa maji kwa siku 10 nafanya hivyo kupunguza uzito, si kuongeza uzito. Na mimi pia nitakuwa na mtazamo mbaya baada ya siku 10 za kula saladi na maji. Naam, wazi hapa. Hii ni uingiliaji wa kimiujiza wa Mungu. Mungu anathibitisha maazimio ya kiungu ya hawa vijana wanne, na kwa kweli wanaongeza uzito. Naam, matokeo yake, mstari wa 16 unasema, msimamizi aliwanyang'anya chakula chao na divai ambayo walipaswa kunywa na uwapa mboga. Sasa usikose kuelewa hapa, hawa vijana watakula mboga na kunywa maji kwa muda wote wa mafunzo yao ya chuo kikuu ya miaka 3. Hii haikuwa mpango wa siku 10. Hii ilikuwa azimio lao kwa muda wote. Sasa, mwonekano bora na afya si matokeo pekee ambayo Bwana aliwapa. Tunasoma hapa katika mstari wa 17, kwa vijana hawa wanne, Mungu aliwapa elimu na ujuzi katika fasihi yote na hekima. Na Danieli alikuwa na ufahamu katika maono na ndoto zote. Hakuna shaka walikuwa na bidii katika masomo yao. Lakini ni wazi hapa kwamba Mungu anahusika. Mungu anawapa maarifa maalum. Mungu anawapa uwezo wa kukumbuka, hekima, ujuzi na ufahamu. Na yeye anampa Danieli hasa. Tunaambiwa kwamba Danieli alipewa ufahamu na maono na ndoto. Na hiyo inatupatia muktadha wa kukumbuka, kwa sababu hii itakuwa muhimu baadaye katika mpango wa Mungu wa enzi kuu. Basi, baada ya miaka 3,
siku ya kuhitimu inafika. Na si tu kwamba hawa wanaume wanne wanahitimu kwa heshima za juu kabisa. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 20 kwamba mfalme aliwakuta kuwa bora mara 10 zaidi ya wachawi na waganga wote waliokuwa katika ufalme wake wote. Kwa maneno mengine, wanawazidi kila mtu katika baraza la mfalme. Na kwa hivyo tunafahamishwa hapa jinsi hatua imewekwa. Nebukadneza anafikiri ana vijana ambao wataiwakilisha Babeli kwa umahiri, lakini Mungu amewaweka hawa vijana ndani ya ufalme wa Babeli ambapo wataiwakilisha Bwana kwa umahiri. Kwa hivyo, wakati wasifu huu unafunguka, wacha nifanye maoni mawili hapa ambayo yanawafanya mfano wa hawa vijana wanne kuwa wa kuigwa. Kwanza, kuamua kumfuata Mungu kuna maanisha ukataa kuruhusu utamaduni wako kuandika upya tabia yako. Na maanisha, fikiria tu jinsi ingekuwa rahisi kwa hawa vijana wa umri wa balehe kuhalalisha kuendana na utamaduni huu mpya wa Kibabeli na dini na hata mlo. Wao ni mateka katika nchi hii ya kigeni. Wamewacha wazazi wao, watu wao, hekalu lao. Lakini dhahiri hawakuacha tabia yao na hawakuacha Mungu wao muumba. Uchumbuzi wa pili ni huu: kuamua kumfuata Bwana kuna maanisha kukataa kufanya umati uwa mfano wako. Hawa vijana wanne wanasimama peke yao wanapofanya jambo sahihi. Walifanya azimio, na sasa Mungu anafungua milango kwa ajili ya kazi yao ya serikali. Na wacha nikuambie, badala ya kubadilishwa na Babeli, watawabadilisha wa Babeli kutoka kwa mfalme hadi chini. Watabadilisha Babeli kwa utukufu na heshima ya Mungu. Basi hadi tutakapokutana tena wakati ujao, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.